Katika hatua ya kihistoria inayobadilisha mkondo wa ushirikiano kati ya Afrika na mataifa makubwa, Urusi na Burkina Faso wametia saini makubaliano ya kina ya ushirikiano wa nyuklia katika jukwaa la uchumi la kimataifa la St. Petersburg, SPIEF 2025. Mkataba huo unalenga kuweka msingi wa kisheria kwa ujenzi wa miundombinu ya nyuklia nchini Burkina Faso, huku ukizingatia matumizi ya teknolojia hiyo kwa madhumuni ya amani. Kupitia makubaliano hayo, Urusi imeahidi kusaidia katika kuanzisha kwa mfumo wa kisheria na kitaasisi wa nyuklia ambao ni msingi muhimu kwa uendelevu wa miundombinu salama ya nishati ya atomic nchini Burkina Faso, usalama na matumizi ya radioisotopes, hususan katika sekta za afya, kilimo na viwanda, ambapo teknolojia hii itasaidia kuboresha matibabu ya saratani, uhifadhi wa mazao na usafi wa bidhaa za viwandani. Pia Urusi imeahidi kusaidia katika miradi ya tiba ya atomic na teknolojia ya mionzi, ikiwemo ujenzi wa vituo vya uchunguzi wa magonjwa kwa kutumia nuclear diagnostics, tiba ya mionzi, pamoja na matumizi ya mionzi katika udhibiti wa wadudu waharibifu wa mazao, pamoja na mafunzo ya wataalamu wa ndani, ambapo wafanyakazi wa Burkina Faso watapatiwa mafunzo ya kitaalamu katika vyuo na taasisi za Urusi, lengo likiwa ni kuhakikisha uhamishaji wa ujuzi na uendelevu wa teknolojia hiyo kwa kizazi kijacho cha wataalamu wa Kiafrika. Ushirikiano huu umepongezwa na viongozi wa Burkina Faso kama hatua muhimu kuelekea kujitegemea katika nishati na maendeleo ya kiteknolojia, huku pia ukionekana kama sehemu ya vuguvugu la mataifa ya Afrika kuimarisha ushirikiano wa kimkakati nje ya muktadha wa makubaliano ya kikoloni na nguvu za jadi za Magharibi. Kwa upande wa Urusi, makubaliano haya yanazidi kuonesha mwelekeo wa taifa hilo kupanua ushawishi wake barani Afrika kwa njia ya teknolojia ya amani, hasa katika nyanja za nishati, afya na maendeleo ya viwanda. Makubaliano haya pia yanakuja wakati ambapo hitaji la nishati safi na salama linaongezeka barani Afrika, na yakionyesha matumaini mapya ya bara hilo kuanza kutumia nyuklia, si kwa uharibifu bali kwa ustawi wa binadamu.